likumletea amani. Alitelemka, akavaa koti lake nene na kutua miguu yake kwenye udongo mzito uliolowa. Alifungua mlango wa nyuma wa gari na kuchukua begi dogo, tochi na daftari lake. Baada ya sekunde chache za kusitasita, alivuta lango na kulisukuma kwa nguvu, likitoa mlio wa kuchubua nafsi. Akaingia msituni. Njia ilikuwa nyembamba, yenye nyasi ndefu na majani yaliyokauka. Vipepeo weusi waliruka kimya kimya mbele yake. Picha ya msitu ilikuwa kama kutoka ndoto mbaya, miti mirefu iliyopinda kama mikono ya marehemu, na hewa yenye baridi isiyo ya kawaida. Baada ya mwendo wa dakika 15, msitu ulifunguka ghafla, ukimwachia uwanja wa wazi. Na pale katikati ilisimama nyumba. Jumba kubwa lenye ghorofa 3, kuta za mbao zilizoharibika na kufunikwa na mimea ya porini. Madirisha yalikuwa yamevunjika na pazia zilizochanika zilining'inia kama lugha za roho zilizopotea. Mlango wa mbele ulikuwa umefunguka nusu. Kwa sekunde kadhaa, Ehsan alisimama tu na kutazama. Ndipo moyo wake ulianza kumpiga kwa kasi. Alikanyaga ubao wa kwanza wa baraza, ukalalamika kwa uchovu. Harufu ya ukale na unyevu ilimvamia puani, mchanganyiko wa karatasi za kale, mchele wa zamani na